Amjambo mtazamaji wa televisheni Muteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluya, nikukaribishe kuungana nasi katika habari zetu za siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ukiwa na maoni au pendekezo, usisite kutuandikia kupitia nambari yetu, tutakwenda kukujibu. Katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo, tutachambua kuhusu milio ya risasi ambayo imesikika mjini Uvira kuanzia majira ya saa 2 usiku, ambayo ilisababisha wakaazi wengi kuweza kabisa kuwa na hofu, na kisa cha milio hiyo utakwenda kuijua katika uchambuzi wetu wa habari zetu za siku ya leo. Tutachambua kuhusu madai ya raia wa pale maeneo ya Luberizi ambao wanathibitisha kuwa M23 inaendelea kuongeza vikosi vyake pale bondeni mwa mto Ruzizi ili kuhakikisha kuwa imevamia mjiji la Uvira kwa mara nyingine tena. Na pia tutachambua kabisa kuhusu milio ya risasi ambayo ilisikika pale Bukavu ikafanya wakaaji wa pale Bukavu kuwa na hofu, na tutamalizia na habari za pale Mudaka, ambapo soko ya pale Mudaka ambayo inalema kila siku ya 4 mpaka sasa bado haijaanza kulema baada tu ya wapiganaji wa M23 kuanza kufunga watu maeneo hayo, na hapa wakiwa na hofu kwa sababu habari tulizozipata wiki iliyopita kuna askari wa M23 walipoteza maisha maeneo ya pale Mudaka. Na kwa mwisho tutagusia kabisa kuhusu kumaliza mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda baada tu ya Rwanda kusaini mkataba ya kuondoa wanajeshi wake nchini Kongo ya Kidemokrasia huko Washington, baada tu ya kikao ambacho kilichofanyika maeneo hayo. Haya na mengine nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika siku ya leo. Tuanze na Uvira. Hofu iliweza kutanda kwa raia wa Uvira baada tu ya milio ya risasi iliyosikika hiyo jana majira ya saa 2 za usiku. Ilikuwa saa 2 za usiku, moja kwa moja raia wa Uvira walishtushwa kusikiliza milio ya risasi kuanza kusikika, pia silaha kubwa kubwa kusikika maeneo ya barabara nambari 5. Kuanza kilalo cha Mlongwe Kasenga hadi maeneo ya Kalundu, milio ya risasi ilikwenda kusikika. Raia walijaribu kufuatilia kujua kilichoanzisha milio hii ya risasi bila kujua chochote. Usiku huu tulipata nafasi ya kufuatilia kupitia televisheni yetu. Tuligundua kuwa habari zilizozagaa mitaani ikitaja kuwa baadhi ya viongozi wa jeshi la Kongo kuwa wanadaiwa kuingiza waasi wa M23 kwa mara nyingine tena mjini Uvira, wakiwa wanathibitisha kuwa ndiyo kisa na malengo ya milio hiyo ya risasi. Lakini habari zetu za kweli pia zilithibitisha kuwa habari hizo ni za uongo, na kwa sasa habari ziligundulika kuwa kuna baadhi ya wazalendo ambao walioleta fujo katika jiji na tarafa letu la Uvira. Habari ilithibitisha kuwa wazalendo ambao waliotoka maeneo ya Kasenga walikuja kufunga mtu mmoja pale maeneo ya kilalo ya Mlongwe, na hapo ndipo kulikuwa na mabishano na moja kwa moja risasi zilianza kurindima. Hii ni moja pekee ambayo imekuja ikawa imesababisha madhara makubwa, kwa kuwa raia wengi wameanza kabisa kusumbuka, raia wengi wakiwa na oga, na kila aliyekuwa na silaha alianza kupiga. Wanajeshi ambao wanaopatikana kwenye kilalo cha Mlongo ambao walijaribu kulinda doria, nao pia walipata nafasi ya kujibu shambulizi hiyo, kwa sababu shambulizi hiyo ilikuwa kama vile inawalenga. Mpaka sasa viongozi wa Uvira hawajazungumza jambo lolote kuhusu hali hiyo, lakini tusubiri leo, huenda wanaweza wakazungumza. Mji wa Uvira ni mkubwa na pia inakumbana na changamoto, ambapo kila leo wavamizi wanadaiwa kuingia kwa mara nyingine tena katika mji wa Uvira, hapo kupitia vita ambavyo vinavyofanyika huko maeneo ya Kirungu, ikiwa vinaleta hofu kwa wanajeshi, pia kwa raia wakiwa na hoga kuwa muda wote ule M23 inaweza ikaingia kwa mara nyingine tena hapa mjini Uvira.
na hiyo inakuwa inapatia raia hofu, wakiomba serikali kuingilia kati ili kuangalia namna gani ya kuweka ulinzi na wanaopiga risasi mjini Uvira kiolela wakamatwe na ushtumiwe na sheria. Na tukujuze kuwa ni miezi kadhaa ambapo kabisa milio ya risasi haisikiki mjini Uvira, lakini hii ya jana imeleta hofu kubwa kwa sababu silaha nzito PKM na zile za kurindima ziliweza kurindima kabisa mpaka raia wakakosa nizamu. Habari tulizokuwa nazo zaeleza kuwa kuna mtu mmoja ambaye aliyejeruhiwa kwa risasi na kupelekwa kwenye hospitali kuu ya Uvira ambapo anaendelea kupata matibabu. Na pia katika habari hii ambayo tuliyokuitajia hapa, kiongozi wa wazalendo ambaye anayehusika na ulinzi wa vile aliweza kutangaza kuwa juhudi ziko kileleni ili kuangalia wale ambao wanaopiga risasi kiolela katika mji wa Uvira waanze kukamatwa na kuhukumiwa kulingana na sheria. Tutoke mjini Uvira tujielekeze huko katika bondeni mwa mto Ruzizi. Habari zaeleza kuwa waasi wa M23 kila leo waendelea kuongeza vikosi vyake pale maeneo ya Sange ili kwa mara nyingine tena kuvamia jiji la Uvira. Hii imetokea baada tu ya mapigano makali ambayo iliyoripotiwa tarehe 17 huko bondeni mwa mto Ruzizi. Raia wa maeneo hayo wakitaja kuwa wako katika hali ya hofu kwa kuwa wanajeshi wengi wa M23 wanaongezwa katika jiji la Sange na vitongoji vyake, huku wakitaka kuanzisha shambulizi kwa mara nyingine tena ili kuweza kuchukua vijiji na mji wa Uvira kwa mara nyingine, jambo ambalo limeupelekea hofu wengi wao wakianza kuyahama makazi yao, huku habari zikieleza kuwa huko Runingu majira ya jioni ya tariki 19 raia wengi waliweza kuyahama makao yao wakianza kuja katika mji na tarafa la Uvira, jambo ambalo mpaka sasa tunaendelea kufuatilia ili kuja kukujuza kile ambacho kinachoendelea kuhusu hali ya usalama mdogo ambao unaoendelea kuripotiwa maeneo hayo. Kwa hiyo wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wako kamili gado, na hiyo pia wanaendelea kujipanga wakidai kuwa kama hawawezi wakaruhusu jiji la Uvira tena kuanguka mikononi mwa M23, kwa kuwa ni miongoni mwa maeneo ambayo serikali ya Kongo ina matumaini kuhusu vita hivi ambavyo vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wadadisi wa mambo wataja kuwa kusaini mkataba kwa Rwanda na Kongo huko Washington ili kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni vyema wanajeshi wawe makini kwa kuwa makubaliano inaposainiwa ndipo vikosi vya M23 vinaendelea kuongeza nguvu na kuchukua vijiji vingine mbalimbali. Hapo wakitaja kuwa kuna vijiji ambavyo vilivyotekwa lakini vimetekwa kutokana kabisa na makubaliano ambayo iliyosainiwa huko Washington. Ni vyema serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa makini na kuongeza usalama maeneo mbalimbali. Mji wa Bukavu uliweza kuwa katika hofu hiyo jana tarehe 19 wakati wa mchana kati. Milio ya risasi iliweza kusikika sana nzito na pia raia wakiwa katika hofu wakitaja kuwa wazalendo na wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekaba Bukavu, lakini habari hizo zilikuwa ni za uongo. Milio ya risasi iliyosikika ilikuwa ni ya wezi ambao waliweza kujaribu kuiba na huku wakaanza kushambuliwa na wanajeshi wa M23. Habari zilizipitisha kuwa kuna vitu kadhaa ambavyo vilikuwa tayari vimepelekwa lakini vimerudishwa baada tu ya milio hiyo ya risasi kuweza kusikika maeneo hiyo ya Bukavu, Panzi na maeneo ya ESP na sehemu zingine ambapo mpaka sasa hali inaendelea kurudishwa kwa kileleni. Habari tulizozipata zaeleza kuwa kuna mtu mmoja aliyeumia kwa risasi na kupelekwa kwenye zanati ya karibu. Raia wa Bukavu wakiwa katika hofu hasa kwa wizi ambao unaotokea kila leo, wakiomba serikali kuingilia kati ili kutokomeza wezi na pia kuhakikisha wameondoa M23 maeneo hayo, kwa kuwa wengi wao ambao wanaodaiwa kuendesha wizi ni washirika wa M23. Tutoke pale Bukavu tujielekeze Mudaka.
Mudaka ni kijiji kinachopatikana huko Bukavu, ambapo miongoni mwao watu wengi wakiwa wanashuhudia soko hiyo ya Mudaka ambayo inalema kila siku ya ine, ambayo inakusanya wakazi wengi wao kutoka Bukavu, Miti na nafasi zingine, hata huko maeneo ya Kavumu wanaolema kwenye soko hiyo ambayo inashuhudiwa kuwa na biashara vingi, hasa chakula na vitu vingine kadhalika. Soko hiyo mpaka sasa yapata wiki moja na nusu hailemi, hii ikiwa inasusiwa kuwa wakiwa raia wakiwa naoga wanahofia usalama wao. Wiki zilizopita askari mmoja wa M23 aliweza kupoteza maisha kwa kupigwa risasi na watu ambao wasiojulikana maeneo hayo. Wanajeshi hao ambao walikuja maeneo hayo wakaanza kuwakaba raia na kuwachapa viboko, na wengi wao waliweza kufungwa, na hii inawapatia raia hofu kabisa kuweza kuepukana na kulema kwenye soko hiyo, kwa sababu M23 inajaribu kujilipishia kisasi. Tangu hiyo jana soko ilikuwa ikiwa ukami, ambapo hakuna hata mmoja raia ambaye alielema kwenye soko hiyo, na mpaka sasa hali ya hofu ikiendelea kutanda huko maeneo ya Mudaka. Raia wakiomba kabisa viongozi wa mahali kuingilia kati ili kurudisha soko hiyo ambayo inayokuwa ni kubwa, pia inayokuwa na biashara nyingi ambayo hata Bukavu wakiwa wanaitegemea, raia wengi ambao wanaopatikana maeneo hayo ya Mudaka na nafasi zingine, huku wakiomba ushirikiano, pia raia kuongeza ushirikiano ili kudhibitisha kurejesha amani ya kudumu. Habari ambazo zilizozagaa zaeleza kuwa askari huyo aliyepoteza maisha ni M23, na pia walioendesha shambulizi hiyo ni wazalendo ambao wanaopatikana maeneo hayo, ambao walioendesha shambulizi na kumuua askari huyo na kuondoka nafasi isiyojulikana. Na kwa kumalizia uchambuzi wetu habari zetu za siku ya leo, habari za huko Washington, jeshi la Rwanda la saini mkataba ya kumaliza mzozo wa ushirikiano na jeshi la M23 ili kuondoa wanajeshi wake katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo muhimu kabisa ambalo litapelekea kurejesha amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuondoa kwa wanajeshi wake nchini Kongo ya Kidemokrasia, jeshi la Rwanda imekubaliwa rasmi kuondoa wanajeshi wake katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusimamisha hatua zake za kivita, kujiondoa katika maeneo iliyokuwa imedhibitiwa tangu wakati waasi wa M23 walipovamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii imeleta kabisa faida, na pia ikithibitisha kuwa faida pia kuhusu jeshi la Kongo itakuwa ni madhubuti, pia njia moja ya kipekee ya kuanza kushambulia wanajeshi pia wapiganaji wa Rwanda ambao wanapatikana nchini Kongo ya Kidemokrasia, FDLR. Lengo kuhusisha pia kurejesha usalama wakati na baadhi ya kuondoka kwa wanajeshi wake wa Rwanda. Mamlaka ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kufuatilia na kuhakikisha kuwa itakapoondoka nguvu M23 zitakwenda kuisha, na hii ni jambo pekee ambayo inayohitajika katika kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Niseme asante kutusikiliza na asante kutufuatilia. Mimi ni Janvier Emmanuel Kaluhia, nakutakia asubuhi njema kwako na mchana mwema kwako. Kwaherini.